Kuongezeka kwa ufanisi wa utendaji kazi katika utumishi wa umma pamoja na mambo mengine kunachangiwa kwa kiasi kikubwa na uzingatiaji wa maadili na nidhamu ya kazi zetu kwa mapana yake kama vilivyoainishwa katika taratibu na miongozo mbalimbali inayosimamia utendaji wa kazi katika utumishi wa umma. Hivyo, napenda kutumia fursa hii kuwataka kila mmoja wetu aliyepo hapa na watumishi wote wa umma katika wilaya ya Tabora kubeba jukumu la kuhakikisha kuwa maadili na nidhamu katika utendaji kazi kama chachu ya kuongeza ufanisi wa utendaji kazi vinazingatiwa katika utendaji wa kila siku wa kila mmoja wetu. Na hapa ndio sehemu ya msingi, ndugu zangu. Kama ambavyo tumefuatilia hotuba ya Mheshimiwa Rais juzi wakati anawaapisha waheshimiwa mawaziri, tumeona wananchi bado wana changamoto nyingi ambazo sisi tuliopata nafasi hiyo kuwasaidia tunatakiwa tusimame kwenye nafasi zetu ili kuwasaidia kutatua hizo changamoto. Na kama tulivyoona kwamba maelekezo yake kwa waheshimiwa mawaziri kwamba masuala ya kusema michakato inaendelea sio vitu gani havitakiwi kwa sasa hivi, ni kwamba utatue changamoto kwa wakati na matokeo yaonekane kwa wananchi. Kwa hivyo kama tumebaini changamoto, maana ni jukumu letu sisi kutumia utaalamu tulionao, kwa sababu tulioko hapa ni wachache kwa taaluma zetu, ili tuweze kusaidia mamlaka kuweza kutatua changamoto zilizopo kwa wananchi. Huo ndio msisitizo mkubwa. Kwa mfano, changamoto ambazo tumekuwa tunazipata sisi kama sekta ya maji, ambazo kama ulivyosema mkurugenzi, tukipita kwenye mikutano ya wananchi tunakutana nazo, mathalan sio wote lakini taasisi nyingi za serikali, lugha ambazo sio nzuri kwa wateja. Wateja wanakuja, sisi ndio tumepewa dhamana, sisi ndio wataalamu. Badala ya kumpokea, kumuelekeza changamoto aliyokuja nayo, uweze kumpa njia ya kupita akaweza kupata utatuzi na kuendelea na maisha yake, lugha anayokutana nayo kwanza inampa ukakasi hata yeye kuendelea kupata hiyo huduma anayoitaka. Mwisho wa siku anakata tamaa, anarudi huko anakorudi, lakini lawama zinarudi kwa nani? Kwa serikali, kwa sababu wewe ulioko hapa ni mwakilishi, mtumishi wa serikali, unawakilisha serikali. Mwisho wa siku serikali nzima inaonekana haifanyi wajibu wake, haitekelezi majukumu yake. Kumbe ni mtu mmoja tu ambaye amekaa kwenye sehemu hiyo aliyopewa dhamana kutokuwa na lugha tu za staa. Kwa sababu shida iko wapi? Kuwahudumia vizuri wananchi, kwa sababu wateja wetu wakubwa si ndio wananchi hao ambao ndio tunatakiwa tuwajibike kwao. Kwa hivyo tuzingatie haya, tuhakikishe kwamba tunatoa lugha nzuri katika kuwahudumia wananchi wetu, waelimishe vizuri, waelewe, wape ufafanuzi mzuri, changamoto walikuja nayo iweze kutatuliwa. Lakini kutoa huduma kwa wakati na kwa ufanisi. Kwa wakati na kwa ufanisi, yale ambayo nimezungumza pale mwanzo, kwamba sisi tumekuja hapa tunawakilisha wengine, lakini walioko kule ndio tunaowakilisha. Tukirudi tupeleke hii message kuhakikisha kwamba tunatoa huduma bora na kwa wakati, kwa sababu hii milolongo inayokwenda muda mrefu ndio hii tunayokuta sasa kero zinaibuka zinakuwa haziishi mara zote. Lakini ukitoa kwa wakati na kwa ufanisi, changamoto inatokea wapi? Na kama hakuna, yani uwezekano huo haupo kwa sasa, tunahitaji budget, tunahitaji fedha, tueleze kwa ukweli na kwa uwazi tu kwamba hapa haiwezekani kwa sababu fedha hatuna, lakini tumepokea hii changamoto, tunatafutia fedha, tutaongeza huo mtandao wa maji ambao unatakiwa ufike ili muweze kupata huduma. Mwananchi akielewa, mimi nadhani hakuna shida. Lakini sasa ikiwa tu ni kumzungusha kitu ambacho haelewi, mwisho wa siku inakuwa ni changamoto. Lakini jambo lingine hapo nimefikiri nisisitize pia ni kusana kupambana na wateja wasio waaminifu. Kwa sababu nimeona pia katika taarifa zenu kuna ambazo mlizileta pale ofisini, nimepitia na mkurugenzi hujahitaja hapa, lakini imeonekana nayo ni changamoto kwamba kuna baadhi ya wateja ambao sio waaminifu, unakuta wanajiunganishia maji kwa njia ambazo ni za kiudanganyifu. Mwisho wa siku kama mamlaka tunapoteza mapato ya serikali. Lakini pia hapa mkurugenzi nikwambie, kuna baadhi ya maeneo nilikopita jambo hili pia huwa halifanyiki tu na wananchi peke yao, mara pengine sijasema hapa ndugu zangu, natoa tu mfano. Unakuta pia kuna mtu mmoja ambaye anakuwepo ndani ya taasisi anashirikiana na watu hao, kwa sababu wengine inawezekana hawana hiyo taaluma ya kujiunganishia hayo maji. Wanafanyaje pasipokuwa na mtu huku ndani? Kwa hiyo unakuta sisi tunasaidiana nao kuwaunganishia, kama nilivyosema mara pengine. Anatoa huyu mfano wa wazi kabisa, mtu aliyeko ndani ya taasisi anashirikiana nao, anaunganishiwa maji, wanapata huduma, lakini malipo yeye anawalipa yule mtu aliyeshirikiana naye badala ya kulipa mamlaka ama kulipa taasisi. Na mkija kufuatilia mnakuta kwamba ni fedha nyingi ambayo imepotea, ambapo kwa mamlaka ingelipwa ni fedha nyingi ambayo ingesaidia kuboost ama kuendeleza shughuli za taasisi. Lakini kumbe kwa sababu ya wachache, kwa tamaa walizonazo, basi wanashirikiana na watu hao waovu, wanafanya huo udanganyifu, na mwisho wa siku taasisi inapata hasara. Tuna vyanzo vya maji vikubwa viwili. Vyanzo hivi ni pamoja na Ziwa Victoria
ambayo hii tulianza kuyapata tangu mwaka 2020, lakini pia tuna chanzo cha maji cha Igombe ambalo ni bwawa. Kwa hiyo wananchi wako wanapata maji kutoka sehemu hizi mbili kubwa. Lakini pia tuna chanzo kingine kidogo cha Kazima ambacho hiki tunakiwasha mara moja pale ambapo tunakuwa na changamoto. Mahitaji ya maji ya watu wa manispaa pamoja na maeneo haya ambayo nimeyataja ni mahitaji ambayo yanatoshelezwa na hivi vyanzo viwili vikubwa. Tuna mahitaji ya maji ambayo yanafikia lita za ujazo milioni 35,130,000. Haya ndiyo mahitaji ya maji kwa wakazi wa manispaa, lakini uwezo wetu wa uzalishaji kwa maana ya vyanzo hivi viwili ni lita milioni 57,842,000. Kwa unaweza kaona kwamba mahitaji ya maji yaliyopo ni madogo ukilinganisha na uwezo wa uzalishaji tulionao. Kwa hiyo tuna uhakika wa maji kuwepo au kuyatosheleza wahitaji kwa muda wa miaka mingi mingine ijayo. Na mwenyekiti, katika utendaji wetu wa kawaida tuna kata 29 za manispaa. Kata zote 29 hizi zimefikiwa na maji. Zingine zimefikiwa maji fuli kwa maana ya 100% mpaka kwenye vitongoji na mitaa, lakini kuna kata zingine ambazo tumezifikia kwenye makao makuu ya kata, na sehemu zingine bado zinahitaji kusogezewa mitandao. Mheshimiwa mgeni rasmi, kata zile za pembezoni ambazo bado zinapungukiwa na mitandao na hasa kwenye vitongoji na mitaa, ni kazi ambayo bado ni endelevu. Tunaendelea kusogeza huduma ya maji, na mpaka tunapozungumza sasa tuna kazi tunafanya Masimba, maeneo ya Ikomwa, tunaendelea kusogeza nje ya yale makao makuu ya kata. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye masuala ya baraza, Mheshimiwa mgeni rasmi, hili ni baraza la 6 ambalo utalizindua leo. Tumekuwa na mabaraza 5 kwa miaka kadhaa iliyopita tangu TUWASA ianzishwe, na tunapozungumza sasa tuna watumishi zaidi ya 92 hapa TUWASA ambao hao ni waajiriwa, lakini tuna vibarua pia ambao tunaendelea kufanya nao kazi. Kwa hiyo kwa matakwa ya taratibu za kazi tunatakiwa kuwa na baraza la wafanyakazi. Kwa hiyo baraza hili ni baraza la 6 na kimsingi itakiwa tungezinduliwa tangu mwezi Februari mwaka huu, lakini tumekuwa na mambo mengi hapa katikati. Lakini nikuhakikishie mgeni rasmi kwamba tumekuwa na vikao viwili kama vinavyotakiwa kwa mujibu wa taratibu kila mwaka. Kikao cha kwanza huwa ni kikao cha kupitisha bajeti ya mamlaka. Kikao cha pili huwa ni kile cha kutathmini utekelezaji wa bajeti iliyopitishwa. Maana yake inafanyika mara mbili kwa mwaka. Na kwa kipindi chote hicho tumekuwa tukifanya vikao hivi bila kupitisha. Na hata leo baada ya uzinduzi wa baraza hili, ndugu mgeni rasmi, tutakuwa na kikao ambacho sasa kitatathmini utekelezaji wa bajeti tulioimaliza mwaka 2024 na 2025. Aidha, nipongeze Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Tabora kwa kuweza kuzindua baraza hili la wafanyakazi na kufanya vikao vyake ikiwa ni takwa la kisheria kwa kuzingatia waraka namba 1 wa Mheshimiwa Rais wa mwaka 1970, lakini pia sheria ya majadiliano katika utumishi wa umma namba 19 ya mwaka 2003. Kupitia baraza hili wajumbe watapata fursa ya kujadiliana kwa pamoja utekelezaji na tathmini ya mpango wa bajeti wa taasisi, lakini pia watajadili changamoto zinazowakabili watumishi kwa kupitia wawakilishi wao wa mabaraza na kuzipatia utatuzi wake. Lakini pia inaleta ushirikishwaji wa watumishi katika masuala mbalimbali na
kuwa na uwazi katika taasisi, uadilifu na ufanisi wa kazi. Mwisho kabisa, ni waombe watumishi wa Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Tabora tuzingatie sheria, kanuni na taratibu, lakini pia tusaidie watumishi katika kuchukua changamoto zao na kuziwasilisha katika management ili ziweze kujadiliwa na pia ziweze kutolewa ufafanuzi wake.